Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana tuweze kujifunza pamoja katika kusanyiko hili. Imempendeza Mungu kwamba tuwe na muda huu tena wa mafundisho. Wapendwa, tuko hapa kutayarishwa kuwa watendakazi katika wakati huu wa mwisho. Katika wakati huu wa mwisho tunalo jukumu moja tu ambalo tunapaswa kulifanya, na hakuna kazi nyingine ambayo inapaswa kututoa kwenye hili jukumu. Na jukumu au kazi tulio nayo ni kutoa ujumbe wa malaika watatu. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hivyo basi nitawaalika, tutakuwa na fundisho au jumbe zetu kwa ajili ya kutuimarisha kama watendakazi ili tupeleke huu ujumbe. Na ujumbe huu tunaona kwamba pambano kati ya wema na uovu. Pambano ambalo tunaona kwamba mgogoro au pambano liko kwenye ibada. Kwamba aabudiwe nani na siku ipi. Si ndivyo watu wa Mungu? Aabudiwe nani na siku ipi? Maana tunaelezwa kwamba kwenye ujumbe wa malaika yule watatu, watu wanaonywa kwamba wasimsujudie mnyama na sanamu yake na wasipokee chapa yake. Kwa hiyo wanapomsujudia mnyama na sanamu yake, tunaona kwamba anayesujudiwa ni shetani. Maana shetani ndiye aliyempa mnyama kiti cha enzi, uwezo na nguvu nyingi. Ufunuo 13 mstari wa 2. Kwa hiyo tunaona kwamba tunapoijua ile kweli, tunajua nani ambaye twapaswa kumsujudia. Na hasa katika kipindi cha mwisho, shetani ametandaza wavu zake ili ya kwamba yeye asujudiwe. Na kitakachotufanya tuwe huru ni ukweli. Mimi niwaalike tu watu wa Mungu ya kwamba tuweze kuomba tunapoendelea sasa na somo letu. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Umeruhusu watoto wako tuwepo katika maeneo haya, eneo ambalo umelichagua ya kwamba tuliitie jina lako. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi, malaika watakatifu wakipanda na kushuka kutuhudumia. Roho wako kaendelee kutujaza ili ya kwamba tukaimarike katika ukweli na kuutoa kwa wengine. Katika fundisho lilo mbele yetu, utuongoze kwa ukweli huu, tukapate kutakaswa, na kwa ukweli huu tukawekwe huru. Tunaomba tukiamini katika jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Basi watu wa Mungu, tutakuwa na somo ambalo tunaweza tukaandika tu somo letu, watu wa Mungu, mpango wa ukombozi. Na ibada ya kweli. Wapendwa, lazima kweli hizi tuendelee kuzikaza katika akili zetu ili ya kwamba kwa kweli tufanye kazi ambayo tumetumwa tuifanye. Mpango wa ukombozi na ibada ya kweli. Wapendwa, tuliweza kuangalia swala linaloitwa ibada. Maana hapa ndipo palipo na mgogoro, ibada. Na hapa tulianza kuona kwamba ibada, anayepaswa kupelekewa ibada ni Mungu na mwanae Yesu Kristo. Tuliweza kuona kuanzia kwenye uumbaji kwamba Mungu ndiye aliyeumba kupitia kwa mwanae Yesu Kristo, Kristo akiwa mshirika mtendakazi mwenza na Baba. Lakini tunaona kwamba kwenye mpango wa ukombozi tunaendelea kuona kwamba mkazo wa ibada bado likiwa ni wazo la msingi. Kwa sababu hapa tutaweza kugundua tena siri kubwa. Kwa sababu hapa ndipo ambapo patatupeleka vizuri katika vitabu pia vya Injili kutusaidia kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuelewa kwamba nani ambaye anaendelea kutuhudumia hadi sasa. Katika mpango wa ukombozi, maandiko matakatifu yanatueleza tu ya kwamba mpango huu uliwekwa katika nyua za mbinguni, katika hekalu la mbinguni. Tunaona kwamba mpango huu uliweza kuwekwa au kuasisiwa
katika hekalu la mbinguni au katika nyua za mbinguni. Tutaanza sasa na fungu letu la kitabu kile cha Injili ya Yohana 3 mstari wake wa 16. Msomaji, Injili ya Yohana 3 mstari wake wa 16. Tusome msomaji. Injili ya Yohana 3:16. 3:16 kitabu cha Yohana. Ndio. Nasomeka. Inasomekaje msomaji? 3:16. Ndio. Inasema, ndio, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Wapendwa, tumeelezwa kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Ndio. Hata akamtoa mwanawe pekee. Ndio. Ili kila mtu amwaminie asipotee. Ndio. Bali awe na uzima wa milele. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo hapo tunapata msingi. Kwanza, muasisi wa mpango huu wa ukombozi ni nani wapendwa? Mungu. Ni Mungu, ambaye huyu Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Kitabu kile cha Zekaria 6 tuunganishe hapo sasa ili tujenge hoja. Zekaria 6 mstari wake wa 12 na 13. Zekaria 6. Ndio. Mstari wake wa 12 na 13. Ndio. Inasomeka. Inasomekaje? 6:12. Ndio. Ukamwambie ukisema, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba, ndio, tazama mtu huyu ndiye ambaye jina lake ni chipukizi. Zikineno habari za Kristo Bwana wetu. Ndio. Naye atakuwa katika mahali pake. Ndio. Naye atalijenga hekalu la Bwana. Ndio. Naam. Ndio. Yeye atalijenga hekalu la Bwana. Ndio. Naye atauchukua huo utukufu. Ndio. Ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi. Ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi. Na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi. Ndio. Na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Na shauri la amani litakuwa kati ya hao wangapi wapendwa? Kati ya nani na nani wapendwa? Mungu na mwanae. Si ndio watu wa Mungu? Leo kuna watu jinsi ambavyo shetani sasa anavyosujudiwa, maana hapa ndipo tuchimbe vizuri. Leo watu wanaelezwa hivi, shauri la amani kwa ajili ya kuiletea amani dunia, kwa ajili ya kuikomboa dunia, watu wanaelezwa liliketiwa na wangapi? Watatu. Ila hapa Biblia inatueleza kwamba shauri la amani lilikuwa kati ya hao wangapi? Wawili. Na hao wawili ni Mungu na mwanae. Leo watu tukiwaeleza kwamba shauri la amani ni kati ya hao wawili, wanatuuliza, kwa hiyo mna Mungu wawili? Hapana, hatuna Mungu wawili, tuna Mungu mmoja. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini wapendwa? Ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee. Shauri la amani ni kati ya hao wangapi? Wawili. Mungu na mwanae. Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa nani? Mwanae pekee, Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba na shauri la amani ni kati ya hao wawili. Yohana Injili 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu aaminie asipotee bali awe na uzima wa nini wapendwa? Wa milele. Na shauri la amani ni kati ya hao wawili. Ndicho ambacho kinaelezwa pia kwenye kitabu hiki cha Pambano Kuu. Kabla hatujahama pale, lazima tuendelee kukazia haya maarifa watu wa Mungu. Pambano Kuu sura ya 23. Tufungue walio na kitabu hiki cha Pambano Kuu. Pambano Kuu sura ya 23 kurasa wa 347 aya yake ya pili. 347 aya yake ya pili. Hii ni Kiswahili, kurasa wa 347 aya ya pili. Kiingereza wanaotufuatilia pia kwa njia ya mtandao, Kiingereza ni ukurasa wa 416 aya ya 4. Sura ya 23 Pambano Kuu, Kiingereza ukurasa wa 416 aya ya 4, lakini Kiswahili ni 347 aya ya pili. Msomaji umefika? Na shauri la amani. Na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Kwamba na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili, ndio upendo wa Baba ulio sawa, ndio upendo wa mwana. Ndio. Na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Ndio. Upendo wa Baba ndio ulio sawa na upendo wa mwana. Ndio. Ni chemchemi ya wokovu kwa ajili ya jamii ya mwanadamu iliyopotea. Ndio.
Yesu aliwaambia wanafunzi wake kabla hajaenda zake, Ndiyo. siwaambia kwamba mimi nitawaombea kwa Baba, Ndiyo. kwa maana Baba mwenyewe awapenda. Endelea. Mungu alikuwa ndani ya Kristo, Ndiyo. akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ndiyo. Na katika huduma ndani ya hekalu lililoko mbinguni, kwamba na katika huduma ndani ya hekalu lililoko mbinguni, ndiyo, Mungu aliupenda ulimwengu, ndiyo, hata akamtoa mwanawe pekee, ndiyo, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapata hii pointi nzito sana kwamba na shauri la amani likitakuwa kati ya hawa wawili. Wapendwa, mpango wa ukombozi uliwekwa na Baba na Mwanae. Sasa hii itatusaidia watu wa Mungu kwenda kuwasaidia wenzetu, kuwatoa kule ambapo wanasema kuna Mungu mwingine au kuna mwingine aliye sawa na Mungu, aliyeshiriki kwenye mpango wa nini? Wa ukombozi. Na hapa ngoja turejee. Tunakumbuka au maandiko yanatueleza ya kwamba mbinguni kuna Mungu, kuna Kristo na malaika. Tuliweke vizuri hilo. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:21, ili kwamba tuweke hapo msingi kwamba kwa nini shauri la amani lilikaliwa na hao wawili. Timotheo wa kwanza 5 mstari wake wa 21. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 21. Inasomeka hivi. Ndiyo. 21 inasema, ndiyo, na kuagiza mbele za Mungu. Paulo anamueleza Timotheo kwamba anakuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, na mbele za Kristo Yesu, na mbele za malaika wateule, na mbele za malaika wateule, uyatende hayo pasipo kuhukumu kwa haraka. Ndiyo. Usifanye neno lolote kwa upendeleo. Asante sana. Paulo anamwagiza Timotheo mbele za Mungu, mbele za Kristo na mbele za malaika. Hapa tunaona kwamba shauri la amani kwa ajili ya kuiletea amani dunia linaletwa, au kwamba mpango huo unawekwa kati ya hao wangapi? Wawili. Na hiyo tunaelezwa kwamba ni baada ya uasi kuingia, uasi ambao uliingizwa na nani? Yule Ibilisi na Shetani, ambapo awali aliitwa nani wapendwa? Lucifer. Si ndio watu wa Mungu? Alipoasi, tunaona kwamba huu mpango wa ukombozi, tunaona kwamba ulikuwa umeshawekwa. Endapo mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu, akianguka dhambini aweze kukombolewa. Lakini tunaona kwamba uasi unapotokea kule mbinguni, na baadaye tunaona kwamba dhambi inaingia katika dunia yetu kupitia katika bustani ya Edeni kwa wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa. Tunaona kwamba Lucifer anaingiza uasi duniani. Lakini tunaelezwa ya kwamba yeye huyu Lucifer kabla ya kuasi kwake alikuwa ni nani? Alikuwa kerubi afunikaye, mwenye kutiwa nini? Mafuta. Tutaendelea kuirejea hiyo. Ezekieli 28 mstari wa 14. Yeye alikuwa ni kerubi mwenye kufunikwa mwenye kutiwa nini? Mafuta. Ndio watu wa Mungu. Na mafuta tunaona kwamba ni ishara ya nani? Ya Roho wa Mungu. Sasa basi tunaona nafasi yake, aliinuliwa kuwa wa kwanza miongoni mwa makerubi, na tunaona kwamba akiwa wa kwanza miongoni mwa makerubi alitamani ibada iliyokuwa inamwendea Baba na Mwanaye. Lakini tunaona kwamba mpango wa ukombozi uliwekwa, na mpango huu wa ukombozi hatimaye uliingia kwenye utekelezaji. Na unapowekwa huu mpango wa ukombozi, unawekwa kati ya Baba na Mwanaye. Na hapa ambacho tunahitaji sasa tukiweke vizuri, watu wa Mungu, huyu kiumbe, labda tusome kwanza maandiko ya awali. Maandiko ya awali sura yake ya 34. Halafu tutahamia maandiko ya awali sura ya 34. Maandiko ya awali sura ya 34. Tusome anguko la Shetani. Tunaangalia huu mpango wa ukombozi hapo. Sura ya 34. Soma msomaji, aya ya kwanza, sura ya 34, aya ya kwanza, tuone. Mwanzoni Shetani alikuwa malaika mwenye kuheshimiwa mbinguni. Ndiyo. Akiwa wa pili kutoka kwa Kristo. Kuonekana kwake kulikuwa kama kwa malaika wengine. Ndiyo. Alikuwa mpole na mwenye uso wa furaha. Ndiyo. Paji lake la uso lilikuwa refu na pana, likionyesha kuwa na akili nyingi. Ndiyo. Umbo lake lilikuwa kamilifu, lenye kupendeza na kutamanika. Ndiyo.
Lakini wakati Mungu alipomwambia mwanae, tufanye mtu kwa mfano wetu, Shetani alimwonea Yesu wivu. Shetani alimwonea Yesu nini? Wivu. Shetani alimwonea Yesu wivu. Endelea. Alitegemea kuhusishwa katika uumbaji wa mwanadamu. Ndio. Na kwa vile haikuwa hivyo, ndio, alijawa na husuda, ndio, wivu na chuki. Ndio. Alitamani kupata heshima ya juu sana mbinguni, nafasi ya pili kwa Mungu. Huyu Lucifer alitamani apate nafasi ya pili kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu ambaye ni Baba. Si ndivyo watu wa Mungu? Lakini tunaona kwamba uasi ulipotokea katika nyua za mbinguni, tunaona kwamba baada ya anguko, watu wa Mungu, baada ya anguko ambapo tunazungumzia habari ya mpango wa nini wapendwa? Sasa utekelezaji wa mpango wa ukombozi hapa. Baada ya anguko, huyu kiumbe alifukuzwa. Maandiko matakatifu yanasema, ukisoma Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wake wa 7 hadi wa 9, alifukuzwa. Si ndio watu wa Mungu? Na ukisoma Isaya 14 mstari wa 16 kwamba 14, 15 na 16 alifukuzwa. Na alipofukuzwa katika nafasi yake, tunaona kwamba hii nafasi inakaliwa na malaika nani wapendwa? Gabrieli. Bwana Yesu asifiwe. Inakaliwa na malaika Gabrieli. Ukisoma Danieli 10 mstari wa 21. Danieli 10 mstari wa 21. Kwa baada ya anguko tunaona kwamba kuna Mungu ambaye ni Baba, kuna mwana wa Mungu, halafu tunaona kwamba kuna nani huyu? Kuna Gabrieli. Kuna nani wapendwa? Gabrieli. Tusome Danieli 10 mstari wake wa 20 na 21. Danieli 10, 20 na 21. Kuna kitu hapa tukiweke vizuri. Soma msomaji. Danieli 10, 20 na 21. 20 na 21. Danieli 10 inasomeka. Ndio. Ndipo akasema, huyu ni Gabrieli. Ndio. Je, ndio, unajua sababu hata nikakujia? Ndio. Na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi. Ndio. Nami nitakapotoka huku, ndio, tazama mkuu wa huyu nani atakuja. Ndio. Lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli. Huyu ni Gabrieli akimwambia Danieli. Ndio. Wala hapana anisaidiaye juu ya hao. Gabrieli anasema kwamba wala hapana anayemsaidia juu ya hayo mapigano na hao wafalme wa giza na mamlaka ya giza, mamlaka za shetani. Ndio, hakuna anayemsaidia ila huyo Mikaeli mkuu wenu. Mikaeli anayezungumzwa hapa ni Kristo, mwana wa nani wapendwa? Kwa kimamlaka baada ya Kristo anayefuata ni Gabrieli, au mwenye mamlaka ambaye yuko juu ya Gabrieli ni Kristo, Mikaeli. Tunaona kwamba Mikaeli anasema hakuna anayemsaidia mwingine ila ni nani? Ni yule Mikaeli. Sasa tunaona kwamba kumbe baada ya anguko nafasi ya Lucifer ilichukuliwa na nani? Na Gabrieli. Lakini tunaelezwa kwamba ukisoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, labda nayo tuisome ili tuwekee pia msingi vizuri. Sura ya 23. Sura 23. Umeshafika msomaji labda? Sura 23. Tumaini la Vizazi Vyote sura 23, sura inayosema ufalme wa Mungu umekaribia, ukurasa wake wa 164 Kiswahili. Tunasoma ile aya ya mwishoni inayosema, inaanza na neno Gabrieli. Ukurasa wa 164 Kiswahili inaanza na neno soma. Ni Gabrieli yule malaika ambaye ukuu wake unafuata baada ya ule wa mwana wa Mungu. Kwamba ni Gabrieli yule ambaye ukuu wake unafuata baada ya ule wa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu aliyekuja, ni Gabrieli ndio yule malaika ndio ambaye ukuu wake unafuata baada ya ule wa mwana wa Mungu. Ndio. Aliyekuja kwa Danieli akiwa na ujumbe wa kimbingu. Ndio. Alikuwa Gabrieli aliyetumwa na Kristo kufunua siku zijazo kwa Yohana mpendwa. Ndio. Na mbaraka unaotajwa kwa wale wanaosoma na kusikia maneno ya unabii. Kwa hiyo tunaelezwa kwamba Gabrieli ukuu wake unafuata baada ya yule wa mwana wa nani?
wa Mungu. Sasa tunaeleza watu wa Mungu kwamba huu mpango wa ukombozi uliwekwa kabla huyu kiumbe hajafukuzwa, huyu Lucifer. Maana tunaeleza kwamba Kristo kama mwana kondoo wa Mungu, kwamba yeye alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya nini? Mungu aliona kwamba endapo huyu mwanadamu anayeumbwa kwa mfano wake na kwa sura yake angeanguka, kwa sababu tayari ndani ya moyo wa huyu kiumbe Mungu alikuwa ameshaanza kuona cheche za kupindua au za kwenda kinyume na mamlaka yake. Mungu akaweka mpango, na huu mpango tunaambiwa kwamba uliweka kati ya baba na nani? Lakini leo huyu kiumbe, maana anajua kwamba yule anayepaswa kuabudiwa ni muumbaji na mkombozi, si ndivyo? Anasema mpango wa ukombozi uliwekwa na watatu, ili kwamba yeye aingie hapa kusujudiwa kama na yeye aliye sawa na nani? Na Mungu. Lakini tunaona kwamba baada ya anguko lake nafasi yake ilichukuliwa na Gabrieli, na tunaona kwamba katika huu mpango wa ukombozi sasa, watu wa Mungu, ili uingie kwenye utekelezaji, mpango wa ukombozi uliowekwa na baba na mwanae, ili uingie kwenye utekelezaji, malaika wakashirikishwa. Bwana Yesu asifiwe. Malaika wakafanyaje wapendwa? Wakashirikishwa ili ya kwamba wao wawepo kama wahudumu kutuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Wakashirikishwa wawepo kama wahudumu. Ndiyo maana tunaona kwamba malaika wanaposhirikishwa wanashirikishwa kama wahudumu, lakini mpango uliowekwa na baba na mwanae. Labda msikilizaji au mfuatiliaji, mwanadarasa mwenzetu, tutarudi hapa sasa vizuri kuangalia habari za roho, kwamba kwa nini tunaambiwa kwamba uliwekwa kati ya hawa wawili. Uliwekwa kati ya hawa wawili, baba na mwanae, maana Roho Mtakatifu ni roho wa Kristo na roho wa nani wapendwa? Roho Mtakatifu hapa, Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu na roho wa nani wapendwa? Na roho wa Kristo. Ndio maana tunaona kwamba waliokaa katika shauri la amani ni kati ya baba na nani? Na mwanae. Sio watatu, maana roho ni roho yao. Sio kwamba Roho Mtakatifu hakuwepo, hapana. Roho Mtakatifu alikuwepo, maana ni roho wa nani wapendwa? Wa Mungu na roho wa nani? Wa Kristo. Lakini tunaona kwamba aliyekaa ni baba na mwanae, maana roho iko ndani yao, ni uzima wao. Lakini ukiangalia wanaofuata ni malaika. Malaika sasa kwenye utekelezaji wa mpango wa ukombozi wanashirikishwa kama watumishi, wakitumwa sasa kuja hapa duniani kwa ajili ya kutuhudumia. Kitabu kile cha Mwanzo 28 mstari wake wa 10 hadi wa 14. Malaika wanakuja kuingia kwenye huu mpango kipindi cha utekelezaji. Dhambi imeshaingia. Tunaona kwamba malaika wanaingia pale kama wahudumu. Basi tusome hapo Mwanzo 28 mstari wake wa 10 hadi wa 14. Tusome msomaji. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Haran. Kwamba Yakobo akatoka Beersheba kwenda kule Haran. Akafika mahali fulani. Ndiyo. Akakaa huko usiku kucha. Ndiyo. Maana jua lilikuwa limekuchwa. Ndiyo. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake. Ndiyo. Akalala usingizi pale pale. Ndiyo. Akaota ndoto huyo Yakobo. Natazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi. Kwamba ngazi ilikuwa imesimamishwa juu ya nchi. Ncha yake yafika mbinguni. Ncha yake ilikuwa inafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Malaika wa Mungu walikuwa wanapanda na kushuka juu ya nani? Ya ile ngazi. Ndiyo. Natazama, Bwana amesimama juu yake. Bwana amesimama juu yake, herufi kubwa, Mungu yuko juu ya ile ngazi. Ndiyo. Akasema mimi ni Bwana, ndiyo, Mungu wa Ibrahimu baba yako, ndiyo, na Mungu wa Isaka. Ndiyo. Nchi hii ilalayo nitakupa wewe, ndiyo, na uzao wako. Asante sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunaona kwamba malaika wanapanda na kushuka juu ya ile nini? Ngazi. Na ile ngazi tunaposoma Injili ya Yohana 1 mstari wa 49 mpaka 51, ile ngazi ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo malaika wanapanda na kushuka juu ya mwana wa nani wapendwa? Wa Adam. Na Mungu anazungumza juu ya ile ngazi, na hapa chini kuna Yakobo ambaye pia anawakilisha wanadamu, kwamba wanadamu tunahudumiwa na Mungu kupitia huduma za malaika, lakini malaika wakiwa na uwezo wa kupanda na kushuka kwa sababu ya Kristo ambaye ni ngazi, anatuunganisha sisi na mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa angalieni watu wa Mungu. Kuna kitu sasa hapa tukiangalie. Mungu alianza kushughulika na wanadamu hata kabla Yesu hajazaliwa na Mariamu.
Wangapi tuko pamoja hapo? Maana Yesu alikuweko hata kabla hajazaliwa na nani wapendwa? Lakini tunaona kwamba dhambi ilipoingia, Mungu sasa angezungumza na wanadamu kupitia kwa Kristo na malaika. Kupitia kwa Kristo na nini? Maana hapa kuna Gabrieli, lakini kuna kundi la malaika maelfu kwa maelfu wanaotumwa kuja kutuhudumia. Lakini tunaona kwamba kabla Kristo hajachukua mwili wa kibinadamu, Yesu alikuwa katika utekelezaji wa mpango wa ukombozi, na Mungu alizungumza na wanadamu. Si ndio watu wa Mungu? Alizungumza na wanadamu kupitia kwa Kristo na malaika. Sasa hapa ndipo palipo na siri. Palipo na siri kwa maana ya kwamba kumbe Kristo alikuwa akishughulika ndani ya mioyo ya wanadamu hata kabla hajaja hapa duniani kuzaliwa na Mariamu. Wangapi tuko pamoja? Na Kristo ukiangalia hapa, na Kristo ndiye aliyenena, ndiye aliyezungumza ndani ya wanadamu, yani ndani ya manabii. Kwamba Kristo ndiye aliyezungumza ndani ya nini wapendwa? Ya manabii. Sasa hapa tunaweza kuangalia kwamba Yesu alizungumzaje ndani ya manabii. Kwa sababu tunapozungumzia Mungu, mwana wa Mungu kabla ya kuchukua asili ya ubinadamu, tunaona kwamba Kristo kabla ya kuchukua asili ya ubinadamu, tunaona kwamba yeye alikuwa asili sawa na baba yake. Maana yake kwamba Roho Mtakatifu maandiko yanasema ni Roho wa Mungu na Roho wa nani? Kwa hiyo maana kwamba Kristo aliweza kupatikana kila mahali kwa njia ya nini wapendwa? Ya Roho. Na Kristo ndiye ambaye aliwavuvia manabii ujumbe uliotoka kwa Mungu, lakini kwa njia ya nini? Ya Roho Mtakatifu, ambaye ni Roho wake, pia ni Roho wa baba yake. Si ndio watu wa Mungu? Sasa hii inatusaidia kitabu kile cha Petro wa pili sura yake ya kwanza, tusome mstari wake wa 11. Petro wa pili. Alafu tutasoma katika roho ya unabii pia. Petro wa pili kitabu cha wazee na manabii. Hebu ameondoka nacho Mike, hebu tunakiomba sehemu ya kwanza. Soma msomaji. Petro wa pili 1 mstari wa 10 na 11. 10 na 11. Ndio, wazee na manabii sehemu ya kwanza. Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara ndio kuitwa kwenu ndio na uteule wenu. Ndio. Maana ndio mkitenda hayo ndio hamtajikwaa kamwe. Ndio. Maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Asante. Hebu samani, ngoja turudi Petro wa kwanza. Petro wa kwanza, samani sio Petro wa pili, ni Petro wa kwanza 10 na 11. Petro wa kwanza 10 na 11. Alafu tusome kwenye roho ya unabii tuelewe jambo moja hapo ili kwamba itusaidie. Tena hii tunasema ni sehemu ya kwanza, maana inabidi niache muda kwa ajili ya maswali. Katika habari ya wokovu huo, kwamba katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Ndio. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo, na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Ndio. Ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso ndio yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Unaona haya maneno sasa, watu wa Mungu? Manabii wakatafuta ni wakati upi ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, aliyetangulia kunena habari za nani? Za Kristo. Unaona sasa haya mambo? Yaani Roho wa Kristo alinena habari za nani? Za Kristo. Hii itusaidie watu wa Mungu kuelewa sasa kwamba tunaona kwamba hili shauri la amani lilikuwa kati ya watu wawili, au lilikuwa kati ya wawili, sio watu. Lilikuwa kati ya wawili, Mungu na mwanaye. Lakini dhambi ilipoingia, tunaona kwamba utekelezaji ulianza mara moja na malaika wakashirikishwa.
lakini tunaona kwamba Mungu alinena kupitia kwa mwanaye, lakini malaika wakishuka na kupanda kwa ngazi ile ambayo kwamba ngazi ni Kristo mwana wa Mungu, lakini Kristo alileta ujumbe uliotoka kwa Baba ndani ya mioyo ya manabii kwa kupitia roho yake, ndio ilikuwa ndani ya hao manabii. Si ndivyo watu wa Mungu? Sasa Yesu alipokuwa ananena kwa roho yake ndani ya manabii, je, kulikuwa ni kiumbe kingine kiko ndani ya manabii? Maana ni Kristo aliyenena ndani ya manabii kwa roho yake. Kwa hiyo ukija kuangalia kwamba ndani ya manabii kulikuwa na roho ya nani wapendwa? Kristo. Kwa hiyo aliyenena ndani ya manabii alikuwa ni nani? Ni Kristo, kwa sababu roho yake ilikuwa ndani ya hao manabii. Sasa na huyu Kristo alinena kwa roho yake ndani ya manabii akizungumza habari za Kristo. Yaani Kristo alijitabiria habari zake, jinsi ambavyo yeye atatendewa kipindi atakapochukua ubinadamu wetu. Maana tunaona kwamba roho ya Kristo iliyokuwa ndani yao ilinena habari za nani? Za Kristo, mambo ambayo kwamba Kristo yatampata. Kristo anayezungumzwa hapa ni Kristo baada ya kuchukua asili ya ubinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Kristo, watu wa Mungu, tunamzungumzia baada ya anguko, ilibidi achukue asili ya ubinadamu. Akawa na asili ngapi? 2. Maana hapa Kristo kabla ya dhambi, mwana wa Mungu mwenye asili moja na Baba. Lakini baada ya dhambi, Kristo anakuwa na asili ngapi wapendwa? 2. Uungu na ubinadamu vinakuwa katika mmoja. Kwa hiyo aliyekuwa na nena ndani ya manabii kabla Yesu hajazaliwa alikuwa ni Kristo, lakini kwa njia ya roho yake. Maana roho yake ilikuwa ndani yao hawa manabii. Na hii roho ya Kristo ni roho ya nani wapendwa? Ya Mungu. Wakaandika habari ya Kristo ambavyo atatendewa baada ya kuzaliwa. Si ndivyo watu wa Mungu? Sasa tunaelezwa kwamba Kristo katika mpango wa ukombozi baada ya anguko ilibidi achukue asili ya ubinadamu. Tunasoma kitabu kile cha Wafilipi 2 mstari wa 5 hadi wa 8. Wafilipi 2 mstari wake wa 5 hadi wa 8. Kuna aliyeenda kufuata kile kitabu cha wazee na manabii watumishi? Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu. Tunaelezwa iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Kwamba hii nia ilikuwemo ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Yaani kabla ya anguko. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yeye mwanzo alikuwa na namna ya nani? Ya Mungu. Yesu kabla ya anguko kwamba alikuwa na asili moja tu ya uungu. Maana yeye ni mwana wa nani wapendwa? Wa Mungu. Yeye mwanzo alikuwa na namna ya Mungu, ndiyo. Na yeye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Yesu aliona ile hali ya kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Akajifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa. Hapa baada ya anguko Yesu mwana wa Mungu anatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Yesu alipoonekana kuwa ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Ndiyo. Na mauti ya msalaba. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tunamzungumzia Yesu baada ya anguko. Anachukua asili ngapi wapendwa? 2. Asili ya uungu, maana ni mwana wa nani? Wa Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Lakini anachukua asili ya ubinadamu. Yesu anaitwa mwana wa nani? Wa Adamu. Anaitwa mwana wa Adamu. Yesu, okay, kumbe kilikuwa kimekandamizwa Biblia hapa samani. Yesu anachukua asili ya ubinadamu. Yesu anakuwa na asili ngapi wapendwa? 2. Kwenye tunaona kwamba kwenye baada ya anguko Yesu, ili kutekeleza ule mpango, Yesu anachukua asili 2, anakuwa na asili ya uungu na asili ya nini wapendwa? Ya ubinadamu. Na hii asili ya ubinadamu ndiyo iliyomfanya Yesu aje afe. Yesu asingekufa msalabani pasipo kuchukua nini? Asili yetu ya ubinadamu. Maana yake ni nini? Uungu sasa ulikuwa ndani ya ubinadamu. Na kitendo cha Yesu kuchukua asili yetu ya ubinadamu ili kwamba huyu mwanadamu aliyetenda dhambi, hali ya uungu imeondoka ndani yake, arejeshewe tena asili ya nini? Arejeshewe hali au tabia ya uungu, kama ambavyo uungu ulikuwa ndani ya nani? Ya Kristo. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo tunaelezwa kwamba kabla ya dhambi Yesu, kwamba tunaambiwa kwamba
kabla ya anguko Yesu alikuwepo kama mwana wa Mungu, lakini baada ya anguko hapa tunapitia vipindi hapa viwili, kwa maana ya kwamba baada ya anguko Yesu alianza kushughulika katika mioyo ya wanadamu. Anashughulika kabla hajazaliwa na Mariamu, anashughulika kwa njia ya roho wake. Tumesoma Petro wa kwanza 1 mstari wa ngapi? Wa 11, si ndivyo? Kwamba roho yake ilikuwa ndani ya manabii wakiandika habari zake. Kwa hiyo tunaona kwamba aliyekuwa anazungumza na manabii kuanzia kina Musa alikuwa ni nani? Yes. Alikuwa ni nani wapendwa? Aliyezungumza na kina Isaya alikuwa ni nani? Kristo. Ndiyo, wakaandika hizo habari ambazo zingemhusu yeye baada ya kuchukua ubinadamu na kuzaliwa na Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho ambacho Nabii Ellen G. White anakieleza hapa. Wapendwa, katika kitabu hiki cha Wazee na Manabii sura yake ya 32, sura inasema sheria na maagano. Inasema sheria na nini wapendwa? Maagano. Na maagano. Tunahitaji kuangalia kwamba Petro anaposema kwamba roho ya Kristo ilikuwa ndani ya manabii, je, kulikuwa na kiumbe kingine au ni Kristo? Maana lazima watu wa Mungu sisi lazima tulipinge hili fundisho la umizimu, fundisho la utatu, maana linatofautisha roho na mwenye roho. Wawe ni wawili wangapi? Yaani kwa mwanadamu wawe wanadamu wawili tofauti, kwa Mungu wawe Mungu wawili. Lakini roho ya Kristo ni Kristo mwenyewe. Tunapoambia kwamba roho ya Kristo ilikuwa ndani ya hao manabii, maana yake kwamba ni Kristo alikuwa akinena ndani ya hao manabii. Hebu ngoja tusome. Wapendwa, katika kitabu hiki Kiswahili ni ukurasa wa 383. Nitaiweka vizuri Kiingereza na tutaiweka pia kwenye screen tutakapoyaweka haya masomo vizuri. Hebu mtumishi tusomee hapa. Nahitaji tusome hapa sura yake ya 32 sheria na maagano. Alafu pale hebu anzia tu hapa. Anzia hapa kwa haraka tu. Kimbia tu msomaji. Aya yake ya pili, kurasa wa 383. Soma Kiswahili. Kristo si tu kwamba alikuwa kiongozi wa Waebrania kule jangwani. Hapa kabla hajazaliwa na Mariamu, si ndio watu wa Mungu? Kwamba Kristo alikuwa kiongozi wa Waebrania kule jangwani, ndio. Malaika aliyebeba jina la Yehova, ndio. Na ambaye akiwa amefunikwa katika nguzo ya wingu, ndio, alilitangulia na kuliongoza jeshi hilo, ndio. Bali yeye ndiye aliyewapatia Israeli sheria. Kwamba Yesu ndiye aliyewapatia Israeli nini? Sheria. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana lazima watu wa Mungu tuelewe sasa kwamba maana baada ya dhambi Mungu alizungumza na wanadamu kupitia kwa Kristo na nani? Na malaika. Kwamba yeye ndiye aliyewapatia Israeli sheria, lakini sheria ilitoka kwa nani? Kwa Mungu. Ndio maana inaitwa sheria ya Mungu. Ila aliyeitoa ni nani wapendwa? Ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Endelea msomaji. Katikati ya utukufu wa kutisha wa Sinai, ndio, Kristo alitangaza watu wote wakisikia amri zile 10 za sheria ya baba yake. Ndio, alikuwa anatangaza sheria nani? Ya baba yake. Endelea. Yeye ndiye aliyempatia Musa sheria iliyoandikwa katika mbao za mawe. Aha, kumbe sheria katika mbao za mawe ilitolewa na nani? Na Kristo. Endelea. Kristo ndiye aliyeongea na watu wake kupitia manabii. Kwa Kristo ndiye aliyeongea na watu wake kupitia manabii. Maana tunaambiwa kwamba roho yake ilikuwa ndani ya nani? Ya hao manabii. Kwa hiyo maana yake kwamba Kristo ndiye alikuwa anazungumza kwa sababu roho yake ilikuwa ndani ya hao nani? Manabii. Endelea. Mtume Petro akiliandikia kanisa la Kikristo anasema kwamba ndio, manabii walitafuta na kuchunguza, ndio, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Ndio. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kwa aliyekuwa ndani yao tumesema alikuwa ni roho wa nani? Wa Kristo. Na tumeambiwa kwamba ni Kristo ndiye aliyezungumza kupitia manabii. Kwa sababu roho yake ilikuwa ndani yao. Watu wa Mungu wangapi tuko pamoja? Kwa hiyo maana yake kwamba hii itusaidie. Wenzetu wanasema kwamba aliyenena ndani ya manabii ni Mungu Roho. Sio hiyo tunaipata? Kwamba ndiye aliwaongoza manabii. Hebu nani ana kitabu hiki cha wanavyoamini? Wanavyoamini? Kiko wapi? Nacho karibu. Oh. I see. Basi hatujabakiwa nacho. Ukisoma msingi namba 5 wanaposema Mungu Roho,
wanasema Mungu Roho ndiye aliyowaongoza manabii kuandika Biblia. Wangapi tushapasoma hapo? Hebu aliyefungua hata ile kanuni ya kanisa kwa Kiswahili hata kwenye simu anaweza akaifungua kanuni ya kanisa msingi namba 5. Kwa alikuwa ni Kristo, watu wa Mungu, kwa sababu roho yake ilikuwa ndani ya hao nini? Manabii. Kwa hiyo tunaelezwa kwamba Yesu hata kabla ya kuzaliwa na Mariamu alianza kushughulika katika mioyo ya wanadamu, tunaona kwa njia ya roho wake. Na roho wa Kristo sio mtu mwingine, sio Kristo mwingine au sio kiumbe kingine, ila ni Kristo, kwa sababu roho yake iko ndani yao. Lakini Yesu anapozaliwa na Mariamu anakuwa na asili mbili. Yeye anabaki kuwa mwana wa Mungu, lakini Yesu anabaki kuwa mwana wa nani? Wa Adamu, lakini ndani ya huyu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ndipo nahitaji sasa naomba muda kidogo mtumishi. Ili niachie mtu kusema ya kutosha kama kutakuwa na swali. Nadhani kuanzia hapa mimi nitulie kwanza. Kama tumeelewana hapa itatusaidia huko tunakoenda. Sasa ambapo nahitaji sasa ambako tupaelekee, huyu Yesu aliyenena katika manabii habari za baba yake na kijitabiria habari za yeye mwenyewe baada ya kuzaliwa na Mariamu kile ambacho kingempata. Maana hata Isaya si aliandika habari za Kristo? Isaya 53. Isaya 53, Isaya anaandika habari za Kristo, lakini tunaambiwa kwamba iliyokuwa ndani yake ni roho ya nani? Kwa ni Kristo alikuwa ananena ndani ya Isaya. Yesu ananena naye akiwa katika asili ya uungu, hajachukua ubinadamu azaliwe na nani wapendwa? Na Mariamu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Maana yake kwamba Kristo alinena ndani ya Isaya, lakini akijitabiria habari zake mwenyewe jinsi ambavyo atatendewa. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu baada ya kuchukua sasa asili ya ubinadamu katika kukamilisha mpango wa ukombozi baada ya anguko, tunaona kwamba Yesu anakuwa na asili mbili. Na Yesu anapokuwa na asili mbili, watu wa Mungu, yeye aliyaishi maisha ambayo mimi na wewe leo tunaishi. Yesu kabla hajazaliwa na Mariamu alipatikana kila mahali. Alipatikana kila wapi watu wa Mungu? Kila mahali alipatikana. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikaa ndani yao kiroho. Lakini Yesu anapozaliwa na Mariamu anaishi maisha ya ubinadamu. Maana yake kwamba yeye, wale ambao walipatikana waliweza kuonana naye ni wale ambao walikutana naye uso kwa uso. Sio tunaiona watu wa Mungu. Maana yake kwamba yeye asili yake ya uungu ilifichwa ndani ya ubinadamu, na kilichodhihirika kabisa katika kipindi chote akiwa Yesu hapa, kipindi Yesu akiwa hapa, ulikuwa ni ubinadamu wake kamili kama ambavyo mimi na wewe tukiishi, lakini uungu ukiwa ndani yake. Ndiyo maana kwamba Yesu kama mwanadamu tunaona kwamba yeye, wale ambao walibahatika kukutana naye ni wale ambao walionana naye. Lakini Yesu anapoenda kukamilisha huu mpango, anamuomba tena Baba ya kwamba amrudishie ule utukufu ambao alikuwa nao kabla ya kutenda dhambi, kabla ya anguko, au amrudishie utukufu ule ambao alikuwa nao kabla hajachukua ubinadamu. Yaani baada ya kukamilisha kazi ambayo baba yake alikuwa amemtuma, Yesu anaomba tena kwamba arudishiwe ule utukufu, ile hali ya uungu katika hali ya ukamilifu kama ambavyo alikuwa mwanzo na baba yake. Si ndio watu wa Mungu? Kitabu kile cha Injili ya Yohana 17 mstari wake wa 5. Hebu tusome pale. 17 mstari wake wa 5. Ndio. Neno la Mungu limeandikwa. Ndio. Na sasa Baba unitukuze mimi. Yesu anasema na sasa Baba unitukuze mimi. Yesu akiwa katika hali ya huu binadamu anamwambia na sasa Baba unitukuze mimi. Ndio. Pamoja nawe. Ndio. Kwa utukufu ule niliokuwa pamoja nawe. Kwa utukufu ule niliokuwa pamoja nawe. Naam. Kwa utukufu ule niliokuwa nao. Ndio. Pamoja nawe. Ndio. Kabla ya ulimwengu kuwako. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kabla ya ulimwengu kuwako, Yesu alikuwa na baba yake, na kuna utukufu ambao alikuwa nao ambao baba alikuwa amemtukuza mwanae. Na tunaona kwamba Yesu alikuwa na asili kamili ya uungu, na baba alikuwa amempatia mwanae roho wake pasipo kipimo. Yesu tunaona kwamba anakuja kujinyenyekeza, anachukua namna ya mtumwa, anafanana na sisi. Lakini tunaona kwamba Yesu hakupoteza asili yake ya uungu. Kwa ndani ya mmoja kukawa na asili ngapi? Mbili. Alipozaliwa na Mariamu, wale ambao walimuona ni wale ambao walibahatika kukutana naye.
Lakini anapofufuka na Baba anamtukuza kwa utukufu ule ambao alikuwa nao pamoja naye kabla ya ulimwengu kuwako, Yesu anarejeshewa asili yake ya uungu. Na hapo ndiyo yale maneno ambayo Yesu anayazungumza kwenye kitabu kile cha Mathayo 28 mstari wake wa 18 na wa 19, lakini hasa mstari wa 20. Hebu tusome mstari wa 20, halafu sasa nitarudi kwenu watu wa Mungu, nikaribishe kama kutakuwa na swali au nyongeza. Mathayo 28 mstari wake wa kuanzia tu 18 mpaka 20, lakini Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, tunachokilenga ni fungu lake la 20. Endelea. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ndiyo. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndiyo. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Ndiyo. Tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sawa. Mimi point ambayo nilihitaji tuiangalie hapa watu wa Mungu ni yale maneno ya Yesu kwamba anasema natazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nini? Si Yesu alipaa? Sasa alikuwaje nao? Labda hili kwanza nirudishe kwenu watu wa Mungu. Kwa roho wake. Hebu tulichakate sasa. Yesu alikuwaje nao wanafunzi? Mtumishi Ramadhani amesema kwa roho wake. Kuna mwingine? Maana wenzetu wanasema kwamba kuna kiumbe kingine ambacho waliachiwa, ila Yesu alisema kwamba atakuwa pamoja nao. Si ndio watu wa Mungu? Unajua wakati mwingine, hebu angalia nabii anachokieleza hapa. Kitabu kinaitwa Huduma ya Uponyaji. Alafu nikaribishe maswali sasa. Huduma ya Uponyaji. Huduma ya Uponyaji. Yesu alisema kwamba atakuwa pamoja nao. Kurasa wake wa 107. Huduma ya Uponyaji 107. Ukurasa wa 107, sura yake ya 6, ukurasa wa 107. Nahitaji tusome machache hapo watu wa Mungu. 107, ukurasa wa 107 aya ya 2, sura yake ya 6 ya Huduma ya Uponyaji. Hebu msomaji tusomee hii aya ya 107 hapa. Kwamba Yesu alisema ni 107 hiyo aya ya 2. 107 aya ya 2. Soma msomaji. Kwetu sisi pia Kristo hii 107 aya ya 2. Hiyo. Leo hii hakuna umati wa watu wenye udadisi. Sasa tusikilize, tunaambia kwamba leo hii hakuna umati wa watu wenye udadisi unaomiminika nyikani ili kumuona na kumsikia Kristo. Unajua kipindi Yesu akiwa anatembea na wanafunzi wake, si watu walikuwa nasikia yuko kule wanakimbia. Si ndio kwenda kufanyaje? Kumuona. Ndio. Leo ndio sauti yake haisikiki tena katika mitaa yenye shughuli nyingi. Ndio kama ilivyokuwa kipindi akiwa na wanafunzi wake. Endelea. Hakuna kilio kinachosikika kando ya njia. Ndio. Yesu wa Nazareti anapita. Maana watu walikuwa nasema Yesu wa Nazareti anapita. Ndio. Hata hivyo. Ndio. Neno hili ni la kweli kabisa leo. Sasa angalia sasa. Kristo hapo tu. Nabii anasema kwamba hili neno ya kwamba Yesu wa Nazareti bado anapita mitaani. Neno hili bado lina ukweli hata sasa. Ndio, endelea. Hata hivyo neno hili ni la kweli kabisa leo. Ndio. Kristo ndio anatembea bila kuonekana katika mitaa yetu sasa. Unaona hilo neno watu wa Mungu? Kwamba leo Yesu anatembea kwenye mitaa yetu bila kufanyaje? Kuonekana. Endelea. Anasema yeye huja kwa jumbe za rehema. Yesu anakuja kwetu kwa jumbe za rehema majumbani mwetu. Yeye hungoja kushirikiana pamoja na wote wanaotafuta kuhudumu. Ndio. Katika jina lake. Ndio. Yeye yuko katikati yetu. Ndio. Ili kutuponya na kutubariki. Ndio. Ikiwa tutampokea. Asante. Sasa watu wa Mungu nalo nalileta kwenu. Kwamba leo Yesu anatembeaje katika mitaa yetu na anakuja kwenye nyumba zetu bila kuonekana. Anatembeaje? Si yuko mbinguni jamani? Anatuombea kwenye chumba cha pili. Sasa anatembeaje? Nione mkono watu wa Mungu kwanza kabla sijaruhusu maswali. Mtumishi Abudu. Kupitia malaika watakatifu. Kuna mwingine aongezee hilo alikazie. Sawa kabisa, lakini kuna kitu kwamba Yesu sasa anatembeaje? Maana mtumishi anasema kupitia malaika watakatifu. Mtumishi Tipe.
Aha. Na hao wajumbe ni akina nani? Sasa tunarudi tena. Tayari tumeona kwa mtumishi Abdu amesema kuna malaika watakatifu. Si ndivyo? Si ndivyo watu wa Mungu? Si ndio wajumbe. Na wajumbe wengine ni akina nani? Wajumbe wa binadamu. Wale ambao wamejitoa kikamilifu kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine ana jambo la kuongezea zaidi hapo. Kwamba leo Yesu anatembea bila kuonekana katika mitaa yetu kwa sababu roho yake imo ndani ya malaika na imo ndani ya wanadamu tuliojitoa kwa ajili ya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaelezwa kwamba ndiyo maana ukisoma katika roho ya unabii kuna nukuu zingine zinasema kwamba Roho Mtakatifu anatembea. Wangapi tulishawahi kukutana hiyo nukuu? Unaona mtumishi Amon. Kwamba Roho Mtakatifu anafanyaje? Anatembea kwenye viwanja vyetu. Wenzetu wanapoichukua hiyo nukuu wanasema si unaona Roho anatembea? Si unaona mtumishi? Wanasema si unaona Roho anatembea? Lakini tunaona kwamba Roho anayetembea ni Roho wa Kristo. Ni Kristo anatembea katika mitaa yetu, anakuja katika nyumba zetu kupitia roho yake, maana roho yake imo ndani ya malaika na roho yake imo ndani ya wajumbe waaminifu waliojitoa kwa ajili ya kazi yake. Hii wapendwa ni kutusaidia kuelewa roho na mwenye roho sio wawili tofauti. Maana umizimu unafundisha kwamba roho ya mwanadamu na mwenye roho huyo mwanadamu ni wanadamu wawili. Kuna mtu mmoja akasema kwamba alipotelewa na alifiwa na ndugu yake. Ila alipofiwa na ndugu yake akasema kwamba ndugu yangu japo amekufa sasa hivi yuko wapi? Kwa nini wanaamini hivyo? Wanasema kwamba huyu amelala hapa lakini kuna mwingine ametoka yuko mbinguni. Kwa atakuja kwa sura hiyo kwa ndugu zake kuwapatia faraja na maelekezo. Kwa kweli yale huwa ni mapepo. Fundisho hili la umizimu linawajengea watu kuingia kuabudu mashetani. Na shetani sasa hiki kitendo cha kutofautisha roho na mwenye roho alikifanya kule mbinguni, maana yeye alikuwa kerubi afunikaje mwenye kutiwa nini? Na mafuta ni ishara ya roho wa Mungu. Yeye akataka jifanye kwamba yeye aabudiwe kama ambavyo anaabudiwa Mungu na mwanae. Watu wa Mungu tumeambiwa kwamba Yesu leo anatembea katika mitaa yetu. Yesu alisema hivi, wale wanaowapokea wale ambao wamewatuma watakuwa wamempokea yeye Yesu mwenyewe. Kwa nini? Si wana roho yake? Na Yesu alisema kwamba yule anayenipokea mimi, Yesu anasema amempokea baba yake aliyemtuma. Maana roho ya baba yake ilikuwa ndani ya nani? Ya mwanae. Bwana Yesu asifiwe. Nikaribishe sasa watu wa Mungu maswali. Nikaribishe swali. Mtumishi Jafet, karibu kwa ajili ya swali. Karibu mtu wa Mungu. Asante. Ndio. Kwenye somo hili ndio kidogo limetoka vizuri. Ndio. Linalosema mpango wa ukombozi na ibada ya kweli. Ndio. Ni kwa sababu tu tunataka kumfahamu Roho Mtakatifu ni nani na anafanyaje kazi kwetu. Ndio. Mfano swali langu linakuja kipindi cha uumbaji. Ndio. Roho wa Mungu alisimama juu ya vilindi vya uso wa nini? Wa maji. Ndio, alitulia. Ndio. Na hapa pia tunamwona pia Kristo anawaagiza wanafunzi, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la nani? Na Roho. Sasa juzi kati hapa kwenye shuhuda za msingi kwa walioshuhudia sikusimama. Ndio. Ila nimeshuhudia. Ndio. Nimeongea na mtu mmoja ambaye pia ni ndugu yangu, ni mbishi kama nini. Na yeye vizuri kidogo anaifahamu Biblia. Sawa kabisa. Tumesumbuana juu ya Roho Mtakatifu kwamba alikuwa ni Mungu na ni Mungu na pia ni roho wa nani? Wa Mungu. Sasa kumbe kwa wenzetu kuna njia mbili wanazoelewa kwa Roho Mtakatifu. Njia ya kwanza wanamhesabu kama Mungu, Roho Mtakatifu, na pia sehemu ya pili wanamfahamu kama roho wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo unamkuta Roho Mtakatifu kama nafsi
na pia Roho Mtakatifu kama nani? Kama uzima, ambao ni Roho wa Mungu na Roho wa Kristo. Sasa hii ya kuitwa roho Mungu Roho inakujaje? Yeye amedai tu kwamba ameitwa Mungu Roho kwa sababu Roho hufanyeni unena. Maka walio wengi wanaosali makanisa ya Jumapili wanamtamka Roho Mtakatifu kama anafanyaje? Ananena ndani ya watumishi wa Mungu. Lakini sasa tulipoenda kujifunza juu ya huyu Roho Mtakatifu, akafika sehemu akanielewa, akaniambia, lakini kwa kweli brother, mimi najua umepotea kabisa sehemu kubwa. Na kwa sababu umepotea sasa, kwa hili ifundisho ambalo wewe kwa mara ya kwanza ukulielewa kwamba Roho Mtakatifu alikuwa nani? Alikuwa ni Roho wa Mungu, au Roho Mtakatifu alikuwa nani? Alikuwa ni Mungu. Na ulimwamini Roho Mtakatifu kama Mungu. Leo Roho Mtakatifu umfanyaje? Umemkataa. Kwa hiyo sasa hivi huna nini? Una Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye sasa hili swali la Roho Mtakatifu nimeleta kama swali. Swali langu la msingi ni kwamba kipindi cha uumbaji Roho Mtakatifu alikuwa ametulia juu ya vilindi vya uso wa maji. Sasa alipokuwa ametulia juu ya vilindi vya uso wa maji, alitulia kama nani? Akiwa upande wa uumbaji au akiwa roho wa nani? Wa Mungu? Sehemu ya pili, huyu roho anayenena ndani ya kanisa ni roho yupi? Ni yule aliyekuwa ametulia kwenye vilindi vya maji, au ni roho wa Mungu? Na huyu roho tunamsema sasa kama roho wa utatu. Sasa je, ndo huyu roho ambaye ni roho wa uzima, au ni sehemu gani? Kwa sababu hao wenzetu tayari sehemu kubwa zaidi kwenye kwa huku tulikotoka sisi tunasumbuana kumuondoa roho kama nani? Kama nafsi. Lakini sasa ili tuiweke vizuri sasa kwamba huyu roho anayenena ni nani, na huyu roho aliyekuwa ametolea kipindi kile cha uumbaji au kabla ya uumbaji alikuwa ni nani, na huyu roho sasa ambaye ni kama nafsi sasa, ambaye ndio kama msingi mkubwa wa ibada ile ambayo iko chini ya mfumo, naye pia ni roho gani? Ili angalau kidogo kwa swali hili tupate namna ya kuwasaidia wenzetu tukiona mapana zaidi. Asante. Aha, sasa nikaribishe kwanza wanadarasa washiriki. Tumeyasikia maswali kwamba je, huyo roho aliyetulia juu ya vilindi vya maji ndiye roho ambaye tunakuta huku kwamba ananena? Lakini kama sio, na huyu ambaye anaitwa Mungu Roho kwa wenzetu wakimwabudu kama Mungu mwingine ni nani? Si ndivyo mtumishi? Karibuni. Hapo nataka nijue. Ndio. Yule ambaye anaongelewa pale kwa nani, Yesu alipokuwa anatuma wale mtume kwamba wabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio. Sasa ndio huyo aliyekuwa ametulia kwenye vilindi vya maji. Sawa kabisa. Sisi tunapata pointi. Yaani kwamba huyu aliyetulia juu ya vilindi vya maji ndiye yule tunayemkuta kwenye ubatizo, na ndiye tunayemkuta kwamba ananena, si ndivyo? Si tuko pamoja watu wa Mungu? Na kama sio, je, huyu ambaye wenzetu wanasema kwamba kuna Mungu mwingine anaitwa Mungu Roho Mtakatifu, kwamba ni Mungu mwingine kabisa anayejitegemea, kwamba Mungu yuko hapa, yani Baba yuko hapa, si ndivyo? Mwana wa Mungu yuko hapa, na huyu Mungu Roho yuko, lakini wote wanatengeneza Mungu. Si tumepata pointi sasa? Kwamba huyo naye ni nani? Kwamba ambaye Mungu yuko hapa, Mwana wa Mungu yuko hapa, Mungu Roho yuko hapa. Huyu naye ni nani ambaye yeye ni tofauti sasa na huyu ambaye alitulia juu ya vilindi vya maji, ambaye tunaelezwa kwenye ubatizo wa Mathayo 28:19, na ambaye ananena. Si ndivyo watu wa Mungu? Maana hiyo ukisoma hata kile kitabu cha Matendo ya Mitume 13 pale tunaelezwa habari za hebu tusome hilo fungu, ndio niruhusu sasa swali. Hilo fungu Matendo 13 mstari wake wa kwanza na wa pili. Tukimbie pale watu wa Mungu. Matendo. Isome msomaji. La kwanza, Matendo 13. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako, na huko Antiokia katika kanisa lililokuweko kama ambavyo tumekaa sisi leo hivi, si ndio? Palikuwa na manabii na walimu. Palikuwa na manabii na nani? Na walimu. Nao ni Barnaba na Simeoni. Hao walimu na manabii. Aitwaye Nigeri. Ndio. Na Lukio Mkirene. Ndio.
na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, ndio, na Sauli. ndio. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada, Sasa hao wanamfanyia Bwana ibada, ndio. Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli. Akasema nitengeni Barnaba na nani? Na Sauli. Sasa kwa kazi ile niliyowaitia. Si wanakuambia kwamba si unaona sasa Roho Mtakatifu hapa anasema. Si ndio watu wa Mungu? Hebu tuendeni sasa kwa majibu. Nadhani tumeyaelewa hayo. Kwa kifupi sasa watu wa Mungu majibu, unaeleza ili utoe nafasi kwa mwingine naye aeleze, na unatoa kama ushahidi wa maandiko toa. Si ndio watu wa Mungu? Umekutana na swali, si ndio watu wa Mungu? Unalijibuje? Lakini hapa tunajifunza sasa kwamba maswali yamekuja, yameulizwa, na nakaribisha mikono. Mtumishi wa Mungu Michael, karibu. Karibu sana. Kuna mtu ana kitabu cha education amekuja nacho? Geoffrey, education amekuja nacho kitabu cha elimu. Nakiomba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nami niongezee kwa ufupi hapo, nijibu kwa sehemu aliyouliza kwamba hiyo roho aliyetulia juu ya vindi vya uso wa maji na hiyo roho aliyotuma Yesu kama mkabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na huyo roho aliyesema kwamba nitengeeni Barnaba na sehemu zingine, je, ndiye roho yule au ni tofauti? Mimi nijibu tu hapo kwamba kwa ufupi tusome kile kitabu cha Efeso 4:4 tuweze kujibu hapo. Efeso 4:4. Efeso 4 inasema mwili mmoja kwa maana ya kanisa, ndio, na roho mmoja, ndio, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja lililo hilo. Kwa roho ni mmoja, ndio. Kwa hiyo yule aliyetoa vilindi vya uso wa maji, aliyesema kwenye ubatizo, aliyesema na kina Paulo na kina Barnaba ni yule, sio wawili tofauti. Roho ni mmoja tu kama neno la Mungu linavyosema. Aha. Kwa hiyo mtumishi anasema kwamba roho ni mmoja, na ni maandiko yanasema ni kweli, roho ni mmoja, kwamba huyo ndiye aliyetulia juu ya vilindi vya maji, ndiye ambaye tunaelezwa kwenye ubatizo, ndiye ambaye ananena. Huyu roho mmoja tunaambiwa ni roho wa nani? Wa Mungu, na ni roho wa nani? Wa Kristo. Sasa tunakuja upande wa pili, kama ni hivyo au kuna mtu mwingine kwanza mwenye nyongeza hapo, kabla hatujaja sasa kwamba je, huyu Mungu roho ambaye sasa wenzetu wanasema kwamba kuna Mungu hapa, tena wanasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho, yaani kila mmoja akiwa amejitegemea, huyu ni nani? Sasa kama kuna mtu mwingine mwenye nyongeza hapo kwanza kwenye upande wa pili, hizi sehemu tatu hizi, mtumishi Ramadhani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama tulivyoendelea kujifunza hapa kwa muda huu, tukiangalia somo la Petro wa kwanza, ndio limeenda linatueleza kwamba roho yule anayeongea ni nani? Ni Yesu mwenyewe, sio mtu mwingine wala sio kiumbe kingine. Kwa hiyo tumeona kwamba kitabu cha Petro wa kwanza 10 mstari wa 11. Kwa somo tuangalie palikuwa hapa nasemaje. Hapa tulikuwa tunajifunza sasa hivi. Petro wa kwanza 1:11. Msomaji uliyefika pale tukimbie, au mimi nikusomee tu hapa haraka ninayo. Anasema hivi: wakatafuta hawa manabii. Wakatafuta ni wakati upi? Na wakati wa namna gani? Ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Ndio hapo tumeona kwamba Kristo mwenyewe alikuwa anafanyaje? Anajishuhudia kwa Roho wake kupitia nini? Watumishi wake na manabii. Kwa hiyo kama alikuwa anajishuhudia, ndiyo roho yule wa kwanza aliyekuwa ametulia wapi? Kwenye vilindi vya maji, kwa sababu Roho wa Kristo ndiyo roho wa nani? Wa Mungu. Mimi naona hapa hakuna mashaka wala kuna nini pendisha, kwa sababu inaonekana kwamba Roho wa Mungu ndiyo roho wa nani? Wa Kristo, na ndiye alikuwa ametulia wapi? Kwenye vilindi vya maji, kwa sababu ndio waumbaji. Hakuna wengine walioumba. Wangapi? Watatu wala wawili. Hakuna Mungu roho mwingine aliyekuwepo. Tunaona kwamba walikuwa wangapi? Wawili, Baba na Mwanaye, na Roho ambaye anawaongoza ni Roho wa Baba na Roho wa Mwana. Kwa hiyo ni kitu kimoja ambayo kinawaongoza, ndio Roho huyo ambaye alikuwa anasema na nini? Na manabii. Asante. Kuna mwingine sasa? Kama ni hivyo basi, kama ni hivyo, huyu sasa ambaye wenzetu wanasema kuna anaitwa Mungu Roho, Mungu Roho Mtakatifu ni nani? Huyu Mungu Roho Mtakatifu sasa ni nani? Maana kwa majibu yaliyopita sasa, wasikilizaji, watu wa Mungu, kwamba huyu roho mmoja ni Roho wa Mungu na Roho wa nani?
anakaa ndani ya Mungu, na Mungu amempatia mwanaye pasipo kipimo, na Mungu anatushirikisha huyo roho. Mungu anakaa ndani yetu, maana sisi ni hekalu lake, na anapokuwa ametushirikisha huyo roho, anakuwa ametushirikisha uwepo wake na sio kiumbe kingine, si ndivyo? Maana yake kwamba uwepo wake Mungu na uwepo wake mwanaye Yesu Kristo. Sasa huyu Mungu roho ni nani? Huyu Mungu roho ni nani? Alafu baadaye kuna mtumishi alikuwa ameuliza swali, baadaye tutarudi kwa waliouliza maswali. Huyu Mungu roho ni nani ambaye sasa wenzetu wanasema kwamba ni mtu mwingine au kwamba ni kiumbe kingine kabisa kikinena? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi huyo Mungu roho ninavyomuelewa kwa sasa, huyo Mungu roho, kwa sababu shetani baada ya uasi alitamani kufanyaje? Alitamani ibada. Ili anayafanyeje? Aabudiwe, na anasema kwamba na yeye atajiinua juu ya nani? Ya kiti cha enzi. Isaya 14:12. Tuanze tupasome tuangalie panasemaje. Isaya 14:12 inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu. Huyo ni Lucifer anadai ibada. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Huyo anasema kwamba atafanana na yeye aliye juu ndiye Lucifer, kwa sababu na yeye alikuwa anahitaji nini? Ibada. Ndiye anasema kwamba yeye ndiyo roho wangapi? Watatu. Anajifanya ni wangapi? Ni watatu. Kuna kipindi tunaweza tusielewe vizuri, lakini tukiangalia kwa kitabu haka anavyosema katika uasi, mtumishi tusomea hapa. Sura ya ngapi? Sura ya 5. Ukurasa wa 5. Sura ya kwanza, uasi. Soma msomaji, tukimbie sasa, muda wetu unatukimbia. Kabla ya uasi wake mbinguni, Lucifer alikuwa malaika mkuu na aliyetukuka, ambaye kwa heshima alikuwa akimfuatia mwana wa Mungu. Kwa heshima alikuwa anamfuatia mwana wa nani? Wa Mungu. Endelea. Ambaye kwa heshima alikuwa akimfuatia mwana wa Mungu. Uso wake kama zilivyokuwa za malaika wengine ulikuwa ni wa upole ulioangaza furaha. Asante. Nadhani point yake mtumishi ndio hiyo. Imeshapatikana. Kwa sababu yeye Lucifer alikuwa mtu aliyotukuka mbinguni, na alikuwa wangapi? Watatu, kufuatia nani? Mwana wa Mungu. Kwa hiyo na Shetani kilichomsababisha atoke mbinguni, alikuwa na adai ibada, akaacha kuipata wapi? Hapa duniani. Ndio maana akaweka muda, siku yake ya kufanyaje? Ya kuabudia. Ndiye anaitwa Mungu roho, sio kiumbe kingine, kwa sababu yeye anagawanya Mungu na mwanaye ili aonekane kwamba roho wake si ni kiumbe kingine. Lakini tunaona kwamba roho wa Mungu na roho wa mwana ni kitu kimoja, si mtu mwingine wala sio kiumbe kingine kinachokuwa kando ya baba na mwana. Asante. Sasa mtumishi Amon, after sasa turudi. Naomba niongezee kidogo. Ndio. Na muuliza swali aligusia sehemu fulani kwamba katika kipindi cha ubatizo ndio yalitajwa majina matatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio. Lakini kuna kitabu hiki hapa kinaitwa Jumbe Zilizochaguliwa. Ndio. Volume ya 12, ukurasa wa 260, paragraph ya pili, lakini hiyo ni ya Kiingereza. Inaitwa kifupisho chake MR. Manuscript release. Manuscript releases. Volume ya 12. Volume ya 12. Na BLG White ukurasa wa 260, paragraph ya pili. Wa 260, paragraph ya pili. Inasema hivi. Sasa hii nukuu ya muhimu sana. Hizi MR, kitabu kinaitwa Manuscript Release, kimeandikwa na Ellen G. White akizungumzia habari ya Mathayo 28 mstari wa 19. Tusikilize. Inasema, ndio, kabla hajawaacha Yesu, ndio, aliwapa wanafunzi wake ahadi chanya. Ndio. Kwamba ndio, baada ya kupaa kwake atawapelekea Roho Mtakatifu. Ndio. Basi ndio,
enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ndio. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. Ndio. Kwenye mabano Mungu wa kibinafsi au Mungu mwenye nafsi. Na Mwana. Ndio. Mwokozi wa kibinafsi. Au mwokozi mwenye nafsi, yani mwana ni mwokozi mwenye nafsi. Ndio. Na Roho Mtakatifu. Ndio. Aliyetumwa kutoka mbinguni. Ndio. Kumwakilisha Kristo. Ndio. Pointi yangu iko hapo. Ndio. Unaona huyu Roho Mtakatifu anatumwa kumwakilisha nani? Kristo. Lakini katika Baba na Mwana anasema Baba ni mwenye nafsi. Mwenye nafsi. Ndio. Lakini Mwana ni mwenye nafsi. Ndio. Lakini Roho hasemi ni mwenye nini? Nafsi. Anasema ametumwa kumwakilisha nani? Kristo. Nadhani pointi yangu ilikuwa ni hiyo. Asante. Sasa watu wa Mungu tuliweke sasa hili tuliunganishe mawazo yote hayo, alafu baadaye tutarudi kwa waulizaji. Kwa leo tutaishia hapa, maana kuna sehemu ya pili tutaangalia sasa kwamba ibada ya utatu ilianzia mbinguni ikapingwa duniani, leo inaendelea. Sasa hiyo tutaiangalia kwa upana zaidi sasa baadaye, lakini tuhitimishe kwamba watu wa Mungu tunapoangalia kwenye Mwanzo pale, Mwanzo 1:2, roho ya Mungu ikatoa juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Roho ni roho ya Mungu. Maana Mungu humimina roho yake, ni uwepo wake. Maana Mungu, nadhani hiyo tutaidadavua sasa baadaye. Maana kwamba roho iliyokuwa juu ya vilindi vya maji ni roho ya Mungu, ni uwepo wake. Mungu tunajifunza yeye ni nafsi. Lakini Mungu ni wa kiroho, au Mungu ni roho. Tunaposema kwamba Mungu ni roho, sio kwamba tunaposema Mungu ni roho, maana yake kwamba Mungu anapatikana kila mahali. Anapatikana nini? Yaani tunaposema Mungu ni roho, Injili ya Yohana 4:24, kwamba Mungu ni roho, nao waabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Maana kwamba Mungu anapatikana kila mahali, lakini yeye bado ni nafsi yenye nini? Yenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisome hii. Ameisema Nabii Ellen G. White, kitabu hiki cha Elimu sura ya 14 inayosema sayansi na Biblia. Anasema hivi. Anasema hivi, ngoja nisome kwa haraka. Anasema hivi kwenye ukurasa wake wa 131 aya ya 6 Kiingereza. Kiswahili ni ukurasa wa 103 aya ya 2. Anasema Bwana anasema kwamba uwezo mkuu utendao kazi katika viumbe vyote na kushikilia vitu vyote, sio kama wanasayansi wengi wanavyodai kanuni ya hivi hivi iliyoenea kote kote. Nguvu inayoviendesha, yani kwamba nguvu ambayo inakaa katika kwamba ambayo inaendesha viumbe asili, kwamba ni nguvu fulani tu ya hivi hivi, lakini tunaambiwa kwamba ni Mungu ndiye anayeendesha. Anasema hivi, Mungu ni roho lakini ni nafsi hai, kwa kuwa mtu aliumbwa kwa mfano wake. Mungu ni roho lakini ni nafsi yenye nini? Yenye mwili, au ni nafsi iliyo hai. Maana yake kwamba tunaambiwa kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano wake. Maana mwanadamu ni mwili na nini? Na roho. Ndio tunapata nafsi iliyo nini? Hai. Mungu ni mwili na nini? Na roho. Tunapata nafsi nini? Hai. Lakini Mungu kwa zaidi ya mwanadamu, Mungu yeye anapatikana kila mahali. Sasa anapatikanaje? Kwa njia ya roho wake. Yaani yeye uwepo wake unakuwa kila mahali kwa njia ya roho. Maana yake kwamba roho aliyetulia juu ya vilindi vya maji ulikuwa ni uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uwepo wa Mungu, maana roho yake, maana roho na mwenye roho sio viumbe au sio wawili tofauti. Maana yake roho yake ambao pia ni roho ya mwanae. Maana Yesu aliumba kwa njia ya roho kwa njia ya roho wa Mungu. Maana yake kwamba nguvu ya Mungu ilikuwa ndani ya mwanae ikitenda kazi. Kwenye ubatizo kama ambavyo tumesomewa kwamba Baba, kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Tena hapo Biblia inasema kwa jina, haisemi kwa majina. Tuko pamoja watu wa Mungu? Maana jina ikiwakilisha pia tabia. Maana yake Baba, Mwana na Roho tunaelezewa tabia ya uungu, ambao huo uungu una Baba ambaye ni Mungu mwenye nafsi. Ukisoma Waefeso 4:6, Baba ndiye Mungu mmoja. Lakini kuna Mwana, Mwokozi mwenye nafsi, Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu na roho wa Kristo. Tunashirikishwa kwenye ubatizo ili tupokee tabia ya Baba na mwanae. Tupokee tabia ya Baba na nani? Maana roho ni roho wa Mungu na roho wa nani? Wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo lakini pia tunaelezwa kwamba huyu anayenena pale, hata hapo tuliposoma kwenye Matendo, Roho Mtakatifu akanena. Huyu Roho ni nani? Maana yake kwamba Roho Mtakatifu anayenena maana yake ni Mungu au Kristo ndiye aliyenena. Maana yake kwamba alinena kwa namna gani? Alinena kwa sababu pale kulikuwa na manabii na walimu. Kulikuwa na manabii na nani? Maana hao walikuwa na roho ya nani? Ya Kristo au roho ya Mungu. Maana yake kwamba Mungu alinena kwa njia ya roho wake ndani yao. Maana yake kwamba aliyekuwa ananena ni Mungu kwa njia ya roho. Ndiyo maana ukija kusoma vizuri katika eneo hili litatusaidia sasa kuelewa ya kwamba hata Yesu aliposema kwamba walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa ajili ya jina langu na mimi niko katikati yao. Anakuwaje katikati yetu? Anakuwa katikati yetu kwa njia ya roho wake, maana roho ni ya kwake, ni uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu au Mungu ndiye ananena kwa sababu tayari kunakuwa na watumishi wake pale ndio wananena. Maana yake wanachonena kinakuwa kinatoka kwa nani? Kwa Mungu, wakiongozwa na roho yake. Si ndio watu wa Mungu? Hata Biblia tunaambia kwamba walioandika hawakuandika mawazo yao, ila walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na roho. Kwa maana yake kwamba ujumbe unaonenwa umetoka kwa nani? Kwa maana yake ni Mungu anazungumza ndani yao kwa sababu wamebeba roho yake. Wanatoa ujumbe ambao Mungu angeuzungumza mwenyewe, lakini anauzungumza mwanadamu. Maana ana roho ya nani? Ya Mungu. Maana yake kwamba Mungu sasa ananena kwa njia ya roho yake. Kwa sababu Mungu ni roho, lakini yeye ni nafsi yenye mwili. Ni roho kwa maana ya kwamba anapatikana kila mahali. Lakini pia mwana wa Mungu Kristo naye ni ana asili ya baba yake, naye ni roho. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa 2:3-17 tunaambia kwamba Bwana ndiye nini? Hebu tusome pale. Tunapoenda kuomba sasa watu wa Mungu, muda wetu kwa asubuhi hii tunamshukuru Mungu maana tumepiga hatua, lakini tutarudi sasa kuangalia kwamba ibada hii ya utatu ilianzia mbinguni na hapa tutachimba mengi na Mungu atatusaidia. Hebu tusome hapo sasa mtu wa Mungu. Wakorinto wa 2:3-17 tunapoenda kuomba. 3:17 Ndio. Basi Bwana ndiye roho. Bwana ndiye roho. Walakini alipo roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Tumeielewa hiyo watu wa Mungu. Na Bwana anayezungumzwa hapo kianzia juu ni Yesu. Maana Yesu ana asili sawa na baba yake. Baba yake ni roho lakini ni nafsi yenye mwili. Mwana ni roho, nafsi yenye mwili. Ni roho kwa maana ya kwamba anapatikana kila mahali. Sasa anapatikanaje kila mahali? Kwa njia ya roho wake au roho yake, na ndiye anayenena sasa ndani ya mioyo ya watu. Kwa hiyo maana yake kwamba Mungu ujumbe ambao angeuzungumza yeye leo hapa, ila badala ya yeye kuuzungumza tukamuona hivi, anamtumia mwanadamu kwa sababu huyo mwanadamu anakuwa na roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ananena ambacho Mungu angekinena kwa sababu ana roho ya nani? Ya Mungu. Nimalizie sasa kitabu hiki cha elimu hii sura ya 14 inayosema sayansi na Biblia, aya yake ya 4 kwa Kiingereza ukurasa wa 132 aya ya 3. Nisome hivi. Ukuu wa Mungu hatuwezi kuelewa. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni. Maana kiti cha enzi kiko wapi wapendwa? Mbinguni, si ndivyo? Zaburi 11:4. Anasema lakini bado kwa roho wake yuko kila mahali. Kwa roho wake yuko kila. Ndio maana yeye ndiye aliye kwamba roho wake, kwa njia ya roho wake Mungu anakuwa kila mahali. Ndio maana kwenye Mwanzo 1:2 roho ya Mungu ikatoa juu ya uvilindi vya nini? Maana yake uwepo wake. Kwa roho yake anakuwa kila nini? Ila ametulia kwenye kiti chake cha nini wapendwa? Cha enzi. Anaendelea kusema hivi. Ana ufahamu wa ndani na ana matakwa binafsi na kazi zote za mkono wake. Ni nani aliye mfano wa Bwana Mungu wetu, aketie juu, anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani? Zaburi ya 113:5 hadi wa 6. Kwa hiyo watu wa Mungu tunaposema roho akanena, maana yake ni roho wa Mungu, maana yake ujumbe unaonenwa ni wa Mungu. Maana watu wanaonena, maana yake au malaika anayenena anakuwa amebeba roho ya nani wapendwa? Ya Mungu. Roho na mwenye roho sio wawili tofauti. Mwanadamu na roho wake sio watu wawili tofauti. Tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya nani wapendwa? Ya Mungu. Kwa hiyo hapa tumeelewa sasa kwamba kwenye mpango wa ukombozi tunaona kwamba sasa bado tuko na Kristo anatuhudumia. Si ndio tumeielewa hiyo watu wa Mungu? Bado tuna Kristo anafanyaje? Japo yuko katika hekalu la mbinguni akituombea, bado yeye katika asili yake ya uungu
anaendelea kulihudumia kanisa lake duniani kwa njia ya Roho, yani katika asili yake ya uungu. Maana katika asili yake ya uungu anapatikana sasa kila nini mahali. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Mungu atubariki sana na abariki somo hili sasa katika jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Basi kanisa niwaalike sasa tuweze kunyenyekea kwa ajili ya ombi, na mtumishi Jafeti utatupatia ombi. Labda kwanza kuna ndugu zetu walikuwa wameuliza maswali. Kuna kitu tumepata watu wa Mungu? Mtumishi pale nyuma. Kuna jambo tumepata? Bado? Aha. I say Hebu mtumishi wa Mungu basi. Na nilikuwa nataka nijue mengi. Nimefanya kwa sababu muda kidogo naenda. Nilisikia kwamba hapa kuna wana matengenezo. Amina. Nikaua nije nisikilize kwamba wanatengeneza nini. Amina. Aha. Sawa. Basi nimesikia kidogo tu lakini mchana utakuwepo mtu wa Mungu? Hamna, sitakuwepo. Naenda kabisa. Sawa. Sasa nadhani sasa ulichokuwa unataka kujua kwamba roho wa Mungu ni nani hasa? Sana. Na nijue kwamba kwenye kanisa la Adventista wa Sabato tunatengeneza nini? Aha. Waliasi nini? Aha. Kwa kweli ndio maana kuna mambo mengi ya kujifunza, na hivyo kwa sababu umetueleza kusudio lako, kwa sababu sisi tunachotengeneza tunarudisha misingi ya kwanza. Kwa mfano sasa hivi kuna mafundisho wanavyoamini Waadventista wa Sabato wa sasa ni tofauti walivyoamini akina Ellen G. White na watangulizi wengine. Katika mafundisho yao au katika misingi yao hakukuwemo fundisho la utatu. Ndio maana sisi tumerudi katika mafundisho yao yaliyojengwa kwenye msingi wa mitume na nini na manabii. Kwa tukiwa tunaamini kwamba Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu, lakini pia ni roho wa Kristo, uzima ndani yao. Uzima, roho ni uzima, lakini pia ni nguvu ya Mungu. Roho, Mungu anatupatia roho yake sisi wanadamu, na Mungu anapotupatia anakaa ndani yetu kwa njia ya huyo roho. Kama ambavyo mwanadamu na roho yake, si ndivyo? Sio wanadamu. Kwa mfano hebu tusome, saa 5 kamili, dakika kama 5 tu, mtumishi huyu mtu wa Mungu kidogo, japo tukimaliza ibada mtu wa Mungu tutabaki eti kama saa 5:30 naenda. Nilikuwa na safari tu, nikawa Jumapili nikuja pale ili nisikilize kama mnafundisha mafundisho gani. Bahati mbaya nikakuta mmeshafunga. Aha. Sasa nikaua kwamba hata kama leo naondoka nipite hapa angalau nisikilize hapo kidogo. Kuona kuliko kusema. Asante, tutachukua mawasiliano pia. Hebu tusome Danieli 2:1. Danieli 2:1. Danieli 2:1. Tunapoenda kuomba sasa, kuna kitu tukiweke vizuri hapo, mtu wa Mungu. Soma Danieli 2:1. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza. Ndio. Nebukadneza aliota ndoto. Ndio. Na roho yake ikafadhaika. Ndio. Usingizi wake ukamwacha. Ndio. Na sasa hapo, huo katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza, huyo Nebukadneza aliota nini? Roho yake ikafanyaje? Unaona mtumishi, kwanza tutulie hapo sasa. Kwa mfano hapa, roho ya Nebukadneza ilifadhaika. Hivi wakati roho ya Nebukadneza inafadhaika, kulikuwa na Nebukadneza mwingine anaendelea na maisha mengine kando? Hapana. Kwa roho ya Nebukadneza ilipofadhaika, ni Nebukadneza mwenyewe alikuwa kwenye fadhaa, kwenye huzuni. Hata Mariamu ukisoma Luka 1:47 pale, anasema kwamba roho yake ilifurahia alipoelezwa habari za kwamba atamzaa Kristo, kwamba roho yake ikafurahia. Kwa hiyo tunaposema kwamba roho ya Nebukadneza ilifadhaika, maana yake ni Nebukadneza mwenyewe alifadhaika. Maana roho yangu ni uzima wangu, ufahamu wangu ndani yangu. Unaona mtumishi? Kwa roho yangu inapofadhaika, ni mimi mwenyewe nimefadhaika. Kwa hiyo kirudi kwenye Mwanzo 6, kwa mfano Mwanzo 6:3, wakati wa gharika, kipindi cha Nuhu, Mungu akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu. Roho yangu haitashindana na nani? Kwa sababu roho yake Mungu, unajua tofauti ya sisi wanadamu na Mungu. Sisi wanadamu hatuwezi tukampatia mtu mwingine roho yangu nijua anawaza nini. Siwezi. Nina roho, ila siwezi nikampatia mtu mwingine roho yangu nijua anawaza nini ili na yeye ajue mapenzi yangu. Hapana.
Kilichomo ndani yangu nitakijua mimi mwenyewe mwenye roho. Ila Mungu kwa sababu huwa anatupatia roho yake, anapotupatia roho yake tunajua mapenzi yake. Na kwa njia ya roho yake anatusaidia kwamba tugeuke. Kwa hiyo hapo Mungu aliposema roho yangu haitashindana na mwanadamu, maana yeye Mungu hutupatia roho yake ili kwamba tufahamishe makusudio yake tugeuke. Kwaona hapo kama ambavyo tumeona kwa Nebukadneza kwamba roho ya Nebukadneza ilifadhaika. Maana ni Nebukadneza mwenyewe alifanyeje? Alifadhaika. Kwa roho ya Mungu anaposema haitashindana na mwanadamu, maana kwamba Mungu mwenyewe hatashindana na nani? Maana roho yake iko ndani yao. Sasa fundisho la utatu au huu msingi wa umizimu unafundisha kwamba roho na mwenye roho ni wawili. Hapo ndipo palipo na shida. Ndipo sasa wanasema kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu mwingine, lakini Roho Mtakatifu sio Mungu mwingine, ila ni roho ya Mungu, kama ambavyo roho yangu sio mtu mwingine. Kwa hiyo roho ya Mungu maana yake kwamba ni uwepo wake Mungu na ni nguvu zake nani? Mungu. Nabii Ellen G. White pia anakieleza hicho kwenye kitabu kinaitwa Mtapokea Nguvu, ukurasa wake wa 35 aya yake ya 5. Ya 39 aya yake ya 5. Mtapokea nguvu kwa 39 aya ya 5 kwamba Roho Mtakatifu ni uwepo na nguvu za Mungu. Ndio maana Yesu kwenye ile Matendo 1:8 akamwambia mtapokea nguvu. Sio kwamba mtapokea Mungu mwingine, mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu tukisoma Matendo hiyo 2 mstari wa 30 na 31 alitoka kwa Mungu. Yesu anasema kwamba amepokea huyo Roho kwa Mungu na yeye amemtoa kwa wanafunzi. Kwa hiyo tutaendelea sasa mtu wa Mungu kuendelea kuangalia na kujifunza zaidi. Tutaachiana mawasiliano ili ya kwamba kuendelea kujifunza zaidi, kwa sababu mgogoro sasa uko kwenye ibada. Ndio maana tutakuja tujifunze zaidi mchana kwamba ibada ya utatu ilianzia wapi? Mbinguni, ila ikapingwa. Ila sasa duniani Shetani anasema ameweka kiti, na hicho kiti chake amempatia mnyama, upapa. Kwa na hapo tutaelewa mambo mengi sana, lakini tayari hapa tumeshaweka msingi kwamba Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu au roho ya Mungu, ni uwepo wake, ni nguvu zake. Na hapa tunaona kwamba Mungu sasa ili atufikie anatuma malaika. Hawa kama ambavyo Lucifer alikuwa kerubi afunikaye mwenye kutiwa nini? Mafuta. Mafuta ni ishara ya roho wa Mungu, uwepo wake. Malaika ndio wanatuletea nguvu za Mungu. Leo tukisema kwamba kwa kweli kwenye ibada hii Mungu tumemuona, si ndio? Mungu tumefanyaje? Kwamba Mungu alikuwepo kati yetu. Maana yake kwamba malaika wa Mungu walikuwa katikati yetu. Tukisema kwamba ibada ile Shetani alikuwepo, tukisema ibada ile Shetani maana yake kwamba malaika wa Shetani walikuwepo pale. Kwa nini? Wao wamebeba roho ya nani? Ya Shetani. Wanapokuwepo maana yake ni uwepo wa Shetani, maana wana roho ya nani? Shetani yupo kama nafsi, kama ana mwili, lakini amepuliza roho yake kwa mapepo, malaika waasi. Kila wanapokuwepo Shetani kama ambavyo Mungu ametoa roho wake kwa wanadamu na kwa malaika watakatifu. Mahali wanapokuwepo ni Mungu yupo, kwa sababu wana roho yake. Mtu wa Mungu, tuko pamoja mtu wa Mungu. Basi Mungu atubariki sana. Watu wa Mungu tunyenyekee sasa katika magoti. Tutaomba na mtumishi Ramadhani, karibu kwa ombi. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba wetu Yesu Kristo, ambavyo umetufundisha fundisho hilo. Umefika kwa wakati wake. Naomba Baba niwe njia ya kutufikisha katika ufalme wako wa mbinguni. Baba mfano wa majeshi, tumekuja mbele zako kujifunza. Endelea kututia roho wako na tuendelee Baba kukuelewa wewe ni nani, anayestahili kuabudiwa ni nani, na uendelee kuelewesha kila mtu mmoja mmoja ili apate wokovu, ili utakaporudi mara ya pili sote tuweze kukulaki mawinguni. Tunapoendelea katika ibada nyingine, katika fundisho lingine, endelea kuwa nasi. Watumishi wako endelea kuwasimamia, roho wako aendelee kunena nao, ili na sisi tupate ujumbe wa malaika wa pili na watatu utakaporudi mara ya pili sote tukulaki. Asiwepo mtu wa kubaki
Usiwe kama mlango unavyofunga usilete chochote, ukifunguka ulete kitu. Ili Baba, sisi tunavyokuwa hapa chuo cha kujifunza tuweze kuelewa ukweli wako, na ukweli wako Baba tuuishi, sio kwa kusikia tu, bali Baba tuwejeshe kuishi, ili Baba tuwe nuru katika watu wengine waweze kuelewa ukweli wako. Wasema asante kwa kuwa unaendelea kutuelewesha. Wasema asante kwa kuwa unakuwa pamoja nasi. Waomba yote yafanyike chini ya mkono wako kupitia mwana Yesu Kristo. Amina. Basi Amon, karibu kwa utaratibu wa uimbaji. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Wangapi tunayo furaha siku hii ya leo? Tuponge mkono. Haleluya. Amina. Amina. Mtumishi Ramadhani ana neno hapa. Hebu karibu mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuna kitabu kimoja kinasema kwamba utunzaji wa Sabato kwa watakatifu kwa ajili ya utakatifu wa Mungu. Hapa kitabu tunakazalisha katika shilingi 1,000. Kwa hiyo anayeweza kukahitaji anaweza akaleta shilingi 1,000 tukakazalisha, alafu na ye akakapata ili aende kujifunza namna wa utunzaji wa Sabato. Kwa sababu watu wengi tumeacha Sabato kuitunza, tumeiona kama kitu cha kawaida. Kwa hiyo ndio maana natoa hili tangazo ili kila mtu atakaowiwa ili atuzalishe kitabu aendelee kukisoma na kujifunza na maandiko ya Biblia, aniletee shilingi 1,000 ili kwa baadaye tutampatia kitabu haka tukisha kazalisha. Mungu awabariki. Amina. Barikiwa na Bwana. Basi wakati akijiandaa kwa matangazo, niombe kwaya kwa ajili ya kupata wimbo mmoja. Mara baada ya matangazo hayo tutaimba wimbo huu. Si watu Fadhili Lameki, Michael Abdul, mtumishi Jafet Juma tutakuwa pale nje, na mtumishi Ramadhani pia. Mtumishi Ramadhani, basi sogee pale nje. Karibuni watu wa Mungu tunapojiandaa kwa ajili ya huduma. Mtumishi John Tipe tuonane pia.